Wasafi imekuwa ni kama chuo cha muziki kwa wasanii pamoja na wadau mbalimbali ambao wamekuwa wakijihusisha na muziki. Nazungumza haya ni kutokana na tetesi kadhaa pamoja na majadiliano ambayo yamekuwa yakizungumzwa huko kwenye kurasa mbalimbali mitandaoni. Ukiangalia jinsi ambavyo watu wamekuwa wakimzungumzia Zuchu pamoja na uwezo mkubwa wa uandishi pamoja na uwezo wa kuimba aliokuwa nao. Hii pia imekuwa kama topic fulani hivi masiku kadhaa imekuwa ikiendelea kujadiliwa mpaka hivi sasa. So mimi nimeamua nilete hapa ili tuweze kuizungumza wote kwa pamoja. Tushare ideas mbili tatu kutokana na hili. So idea kubwa ni kwamba Zuchu ni miongoni mwa wasanii wa kike ambao sasa hivi Afrika Mashariki na Kati wamekuwa wakifanya vizuri kweli kweli, na hili liko wazi ukitazama upande wa watazamaji na wasikilizaji kwenye digital platforms za kusikiliza pamoja na kudownloadia muziki mbalimbali. Utaona idadi kubwa ya namba zikiongozana kule. Ukiangalia kwa upande wa YouTube, ukaja Audiomack, ukaja Boomplay, Spotify, iTunes, Deezer, Apple Music, Amazon Music na sehemu zote kama hizo, Zuchu amekuwa akiongoza kwa upande wa numbers. So hii ni ishara kubwa sana inaonyesha Zuchu ni msanii wa kike ambaye hivi sasa anatakiwa atazamwe kwa jicho la pili, na malengo yake makubwa ukisikiliza vile ambavyo amekuwa akivifanya ni kutaka kufika international, na muziki wa kimataifa hauhitaji mchezo, unahitaji promotion, unahitaji nguvu na uwekezaji wa pesa nyingi ili kufika huko. Lakini licha ya hivyo pia tumekuwa tukiona Zuchu anavyojaribu kuswitch kutoka kwenye aina moja ya muziki kwenda kwenye aina nyingine ya muziki. Hii nalo pia linapongezwa kwake na inachukuliwa ni kama njia ya yeye kuweza kusogeza muziki wake kuwafikia wadau kwenye mataifa mengine. Sababu kubwa ya wasanii wengi kutaka kufika huko, inafahamika kwamba huko ndipo ambapo muziki ulipozaliwa na ndipo ambapo kuna faida na manufaa makubwa ya kimuziki. Mbali na wasanii kuweza kufahamika ndani, yani ndani ya taifa, lakini pia na baadhi ya mataifa ya nje, kinachopaswa zaidi na malengo na ndoto kubwa za wasanii wengi ni kuweza kufika kwenye mataifa makubwa ambapo kumekuwa na tuzo kubwa duniani za kimuziki kama vile Grammys, pamoja na kupanda kutumbuiza katika majukwaa makubwa duniani. Kitu kama hiko ambacho kinafanyika sasa hivi, hakuna msanii wa kike ambaye maybe alishawahi kuweza kufikia katika hatua kubwa kama hizo. Wapo ambao walikuwa wakijaribu na walianza kusogea, ukimzungumzia mwanamuziki kama V-Money, Vanessa Mdee, ambaye pia alikuwa akitazamwa kwa jicho la mbali na wengi walikuwa wakikadiria na kuona kwamba ni miongoni mwa wasanii wa kike ambao wataweza kulitangaza taifa mbali zaidi internationally. Lakini safari yake ya muziki haikuendelea na kufika mbali kama vile ambavyo ilivyokuwa ikitazamwa kwa ukubwa zaidi. Lakini Zuchu katika hili, watu wengi wamekuwa wakimpa matumaini na kuona kwamba anaweza akafika kule ambapo wengi walikuwa wakitamani kuona wasanii wa kike wakifikia huko. Na kwa upande wake Zuchu mwenyewe mara nyingi amekuwa akiongea kuhusiana na safari yake ya kimuziki kutaka kuifikisha katika mataifa ya mbali zaidi, na ndoto hii hakika mimi naamini ataitimiza kama ambapo ataweka jitihada na kubadilika katika styles na languages mbalimbali pamoja na vibes za kimuziki ambazo amekuwa akizifanya. Ngoma kama Amanda ni ngoma ambayo imemfikisha sehemu, na hii ni mfano mzuri kwake.